Basi kabla sijaanza kukaribisha uwepo wa Mungu, then tutaendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, nasema asante Bwana mabwana, kwa sababu wewe ni mwaminifu hata saa hii uko pamoja nasi. Bwana, saa hii nimesimama Mungu, nitumie kama chombo tu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kufikisha ujumbe kwa watu wako, kufikisha neno kwa watu wako. Ninakushukuru Bwana kwa sababu pamoja nasi, utatusaidia katika kuelewa, utatusaidia katika kujifunza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninaomba na kushukuru. Amen. Andaa kalamu yako na daftari, weka vizuri kalamu na daftari tuweze kuanza pamoja. Kwa wewe unayeandika ujumbe wetu wa leo, andika ibada yenye maana. Ibada yenye maana. Ujumbe wetu wa leo ni ibada yenye maana. Maliza kuandika wote. Ibada yenye maana. Tunapojifunza kuhusu ibada yenye maana, mgeni atajiuliza, kuna ibada yenye maana na nyingine isiyo na maana. Kwa ibada zote, hakuna ibada isiyo na maana, zote zina maana. Lakini anapozungumza maana, anazungumza umuhimu wa ibada hiyo, ambayo ni ibada ya msingi kabla ibada zingine zote. Ibada ya kwanza yenye msingi ndio hii ambayo tunakwenda kuizungumza hapa, ambayo ni ibada yenye maana kwako. Ndio ibada ya msingi namba moja kwako. Tufungua katika kitabu kile cha Warumi 12 mstari wa kwanza. Kitabu cha Warumi 12 mstari wa kwanza. Msomaji wangu alifika Warumi 12:1. Basi ndugu zangu na wapendwa, kwa huruma zake Mungu, toeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Bwana sifiwe. Asema toeni miili yenu iwe dhabihu mbele za Mungu, maana hiyo ndiyo ibada yenu yenye maana. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu. Au dhabihu kwa lugha nyingine iwe sadaka. Toa mwili wako mbele za Mungu kuwa sadaka, maana hiyo ndiyo ibada yako yenye maana. Ndiyo ibada yako yenye maana, kuutoa mwili wako kuwa sadaka mbele za Mungu. Hiyo ndio ibada yenye maana. So hapa tumekuja kanisani, tumekuja kufanya ibada, tumekuja kuabudu. Lakini kabla ya kufikia hatua hii ya kumwadhimisha Mungu kwa ibada ya msingi kwa mtu aliyeokoka, ambaye anatakiwa kutangulia kabla ibada zote, ni yeye kutoa mwili wake kuwa dhabihu mbele za Mungu. Kwa hiyo unakufanya ibada zingine, Mungu anaangalia ibada ya kwanza ambayo ndiyo msingi. Umeifanya? Je, umeutoa mwili wako kuwa dhabihu kwangu? Umeutoa mwili wako kuwa sadaka kwangu? Maana ya kutoa mwili kuwa sadaka ni mwili una matamanio, una matakwa yake, ambayo kwanza mwili hauwezi kumpendeza Mungu. Lakini unapojinyima na kuutisha mwili ili mwili umpendeze Mungu, uyafuate mambo ya Mungu, hapo
wako umeutoa kwa sadaka. Mfano, mwili wenyewe unapenda chakula, sio? Lakini unapojinyima chakula kwa kufunga, unyima mwili chakula kwa muda ili uweze kuwa karibu na Mungu. Maanake mwili wako umeutoa kuwa sadaka, umeutoa kuwa dhabihu, na Mungu anapendezwa na, kwa sababu umeutoa mwili wako kuwa sadaka, umeunyima mwili chakula kwa muda. Pamoja na kwamba mwili unapendezwa na chakula, unapendezwa na vitu vyote vitamanivyo. Mwili unapenda kulala, lakini ukasema hapana, ni unyime mwili kwa muda usingizi, niombe. Kesheni mkiomba. Kwa hiyo unapokuja kwenye mkesha, pamoja na kwamba mwili unataka kulala, lakini ukaunyima usingizi kwa muda ili uje ukeshe kwenye mkesha, hiyo ndio ibada yako yenye maana. Kwa sababu ungeweza kulala, ungeweza kutazama mwili, lakini umeunyima mwili kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio ibada yenye maana. Unapotoa mwili wako kwa sadaka mbele za Mungu, maana yake ni kwamba hautautumikisha mwili wako katika dhambi. Mwili wako utakuwa umeuconsecrate, umeweka wakfu mbele za Mungu. Maana yake ni kwamba katika mwili wako huo utautunza utakatifu, na wala mwili wako hautautumikisha katika dhambi, katika uchafu. Umeutoa sadaka, umejikana. Huyo ndio mtu aliye utoa mwili wake kuwa dhabihu mbele za Mungu, aliyeutoa mwili wake kuwa sadaka mbele za Mungu. Mtoeni mwili wenu kuwa sadaka, maana hiyo ndio ibada yenye maana. Utamtafuta Mungu kwa maombi, utaunyima mwili chakula kwa muda ili uwe karibu na Mungu. Umeutoa. Mungu anaangalia ni sadaka. Ndio maana Mungu anapendezwa na maombi ya kufunga, kwa sababu unaomba, unamtafuta yeye, cha kwanza. Jambo la pili, unamtafuta yeye, umeutoa mwili wako kuwa sadaka, na hiyo ndio ibada yenye maana. Anapendezwa na ibada hiyo, kwamba huyu ameutoa mwili wake kuwa sadaka kwako. Hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Mtu ambaye anamtafuta Mungu kwa maombi, wakati mwingine anaamka usiku, wakati mwili bado unataka kulala, lakini Roho Mtakatifu anakuambia amka uombe, amka uombe, na unaamua kumtelekeza usingizi kwa muda. Pamoja na kwamba mwili unataka usingizi, unautoa kuwa sadaka mbele za Mungu. Mungu anapendezwa na maombi hayo, anafurahi kwa sababu umeifanya ibada ya msingi namba moja ya kutoa mwili wako kuwa sadaka, na mwili wako umeuweka wakfu mbele za Mungu, umeufanya kuwa mtakatifu. Wakati mwili wenyewe una tamaa, sikiliza, uwe umeokoka au haujaokoka, kila mwanadamu anazo tamaa, kwa sababu una mwili wenyewe una tamaa, lakini sisi tuliookoka tunapomtiisha mwili na tamaa zake, si kwamba tamaa zinaondoka, zinakuwepo katika mwili, lakini tunapozitiisha, tunapoyafuata mapenzi ya Mungu na kufuata mapenzi ya mwili na tamaa zake, unapoweka mwili wako kuwa wakfu, unakuwa na utakatifu pasipo kutenda dhambi. Maisha yako yote umeutoa mwili wako kuwa sadaka mbele za Mungu, umeutoa mwili wako kuwa sadaka mbele za Mungu, na hiyo ndio ibada yako yenye maana, ndio ibada yako ya msingi namba moja kuliko zote, ndio ibada yenye maana. Kwa hiyo tunapokuja kuabudu, tuko hapa kanisani, tunamtukuza Mungu, tunamwabudu, tunafanya ibada, lakini Mungu anaangalia, je, baada ya msingi kutekeleza, umeutoa mwili wako kuwa sadaka kwangu? Umeutoa mwili wako kuwa sadaka kwangu? Hiyo ndio ibada ya msingi. Kama umetekeleza hiyo, zingine
unaenda naye sambamba, zikiwa unaenda naye sambamba. Yesu Kristo aliwaambia wanafunzi wake, kaeni hapa muombe kidogo. Yeye akatangulia mbele, akarudi akakuta wamelala, akawaambia, ina maana hamkuomba hata lisaa? Maana alipoondoka tu wao wakalala, wakausikiliza mwili, pamoja na kwamba Yesu amwambia ombeni, wakasema sawa, tutaomba. Alipotoka tu pale pale wakalala. Akasema hamjaomba hata lisaa limoja, hamjaomba. Siwezi kuwalaumu kwa sababu wakati ule bado Roho Mtakatifu hajaachiliwa kwao, lakini walipaswa kuutoa mwili kwa sadaka mbele za Mungu, na hiyo ndio ibada yenye maana. Kuna wimbo mmoja unasema, japokuwa ni ya roho, mwimbaji alisema, zawadi pamoja na kwamba inatuingiza rohoni, lakini kuna mistake kidogo. Watungaji wa nyimbo wanapotunga nyimbo unapaswa wazingatie na baadhi ya maana. Kwa nasema zawadi gani itakayomtolea Mungu ila roho yangu? Kwa hiyo zawadi ambayo mimi namtolea Mungu ni roho yangu. Ile ni kosa. Huwezi kumtolea Mungu zawadi ya roho yako. Roho yako huwezi kuitoa kwa zawadi kwa Mungu. Kwa nini? Huwezi kumpa mtu zawadi kitu ambacho ni cha kwake, kitu ambacho ni cha kwake. Mfano, miili hii asili yake imetuumba, sawa, ametuumbia miili. Asili ya mwili ni mafuta, lakini roho ya mwanadamu imetoka kwa Mungu, ni asili ya Mungu. Maanake Mungu ni roho, na kwa sababu Mungu ni roho, akachukua sehemu ya roho yake katika roho ya Mungu akaifanya roho ya mwanadamu. Kwa hiyo wanadamu wote, awe ameokoka au hajaokoka, roho za wanadamu wote ni za Mungu, zimetoka Mungu, ni za kwake. Na ndio maana Yesu akaja kutafuta kilichopotea, kwa sababu huwezi kutafuta kilichopotea kama si cha kwako. Mwanadamu, roho ya mwanadamu ilipopotea, Mungu akamtuma Yesu kuja kutafuta kilichopotea, maanake roho ni za kwake. Kwa hiyo unapookoka, maanake Mungu amekupata, roho yako ni mali yake. Kwa hiyo huwezi kusema namtolea Mungu roho yangu kuwa zawadi kwake. Ni ya kwake, ni ya kwangu, naichuaje kwa zawadi? Huwezi kumpa mtu zawadi ambacho kitu ni cha kwake. Lakini miili hatuitoi kuwa zawadi, lakini Mungu anataka tuitoe kuwa sadaka. Miili yetu, itoeni miili yenu kuwa dhabihu, kuwa sadaka mbele za Mungu. Pamoja na mwili nia yake ni ya duniani, nia ya mwili ni hapa hapa. So unafanyaje? Mapenzi ya mwili ni hayo, unayafuata? Hapana, unajikana, ndio kutoa sadaka mwili wako mbele za Mungu. Maana utautumikisha kwenye dhambi. Mwili wako unapaswa kuwa msafi. Soma. Kwa nini? Kwa sababu sisi miili yetu ni nyumba ya Mungu, na nyumba ya Mungu inapaswa kuwa safi. Nyumba ya Mungu kwa maana ya hekalu. Soma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Nasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Maana Mungu anakuja kuishi katika roho zetu. Lakini roho ya mwanadamu, kuna mtu wa nje na mtu wa ndani. Mtu wa nje ni mtu wa ndani ni roho yako, na mtu wa nje ni mwili wako. Kwa hiyo huu mwili ni nyumba ya roho. Kwa hiyo Mungu anapokuja kuishi katika roho yako, mwili wako ni nyumba, ni hekalu.
na kwa sababu ni hekalu, Mungu ni mtakatifu, na hekalu lako liwe takatifu. Hilo hekalu liwe takatifu, ambao ndio nyumba ya Mungu. Kwa hiyo unapolichafua, Mungu anasema atamharibu mtu huyo, atamharibu mtu huyo. Mtu angalie ni dhambi ambayo inauchafua. Tusome Wakorintho wa kwanza 6:18. Tuangalie. Inasema, "Kieni zinaa, ila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa tenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu." Ni hekalu la Roho. Kimbieni. Kwa hiyo unapotumikisha mwili wako katika uasherati, Mungu anasema utamharibu, atakuharibu, kwa sababu unachafua hekalu lake, unaenda uchafu katika nyumba yake, anasema utakuharibu. Na katika dhambi zote hakuna dhambi ambayo inaongoza ambayo inaita maangamizi makubwa kama dhambi ya zinaa. Biblia inasema katika Mithali 6:32, inasema mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, kwa sababu afanya jambo takalomwangamiza nafsi yake. Kwa hiyo anasema utakapochafua hekalu langu kwa zinaa, itakuharibu. So dhambi zote anazofanya mwanadamu ni nje ya mwili wake. Uongo ni nje ya mwili, wizi ni nje ya mwili zote. Lakini hiyo dhambi hiyo ya uzinzi peke yake mtu anaifanya juu ya mwili wake, amanake ana sawasawa na kuchukua uchafu na kuleta ndani ya nyumba, na hii ni nyumba ya Mungu, inapaswa kuwa safi. Nasema itakuharibu, itamharibu mtu huyu, achafuaye hekalu la Mungu itamharibu. Tusome Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 15-16. Je, hamjui ya kuwa miili yenu ni viungo vya Kristo? Basi mvitwae viungo vya Kristo na kuvifanya viungo vya kahaba? Hasha! Au hamjui ya kuwa yeye aliyeumbwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema, wale wawili watakuwa mwili mmoja. Mwili wangu ukauangamanisha na kahaba, ni utoe mwili wangu ambao ni mwili wa Kristo, ni hekalu la Kristo, nikampe kahaba? Au binti, utoe mwili wako ambao ni hekalu la Mungu ukampe kijana? Ni sawasawa na kuchukua uchafu kuleta ndani ya hekalu la Mungu. Sawa, hii ni nyumba ya Mungu, ni safi. So unachukua uchafu unaita ndani, unafurahia katika uchafu huo. Mungu anasema itakuwa lini? Chafua hekalu lako. Mwili wako ni hekalu la Mungu, na kama ni hekalu la Mungu liwe safi, uliweke wakfu kwa Mungu. Usiutumikishe katika uchafu wa zinaa, katika uchafu wa uasherati. Inapaswa kuwa safi, na unapolichafua anasema nitakuharibu, kwa sababu unachafua hekalu langu. Dhambi zote atendazo mtu ni nje ya mwili wake mwenyewe, ni nje ya mwili zote, lakini hiyo moja tu, uzinzi. Na ndio maana imekuwa serious sana. Kwa hiyo inakemewa kuliko kosa. Biblia inasema sawa, dhambi zote ni sawa, lakini kwa nini uzinzi
umetiliwa mkazo sana, kwa sababu hiyo ndio dhambi pekee ambayo inaleta uchafu ndani kabisa, ndani ya hekalu la Mungu. Nasema kwa sababu hiyo nitakuharibu, nitamharibu mtu huyo, nitamharibu mtu huyo, nitamharibu mtu huyo. Unajua hapa duniani kuna watu wa aina tatu katika imani. Duniani kuna watu wa aina tatu. Kuna mtu wa rohoni, kuna mtu wa mwilini, na kuna mwanadamu wa tabia za asili. Mtu wa rohoni, mtu wa mwilini na mtu wa tabia za asili. Sasa kwa bahati mbaya sana makanisani anapaswa kuwa mtu wa rohoni tu, lakini kwa bahati mbaya tuna watu wa aina mbili. Mtu wa rohoni mkoje? Mtu wa rohoni ni yule ambaye ameokoka kikweli kweli na amemaanisha, ameshaushinda mwili wake, ameuweka kuwa dhabihu, sadaka mbele za Mungu. Na mtu wa mwilini mkoje? Mtu wa mwilini naye yuko kanisani, amesema anaamini Yesu, lakini bado mwili unamsumbua, maana bado ni vuguvugu, bado hajaweza kushinda mwili, tamaa za mwili zinampelekesha. Alafu kuna mtu wa tabia za asili. Mtu wa tabia za asili hajawahi kumwamini Yesu kabisa, maana hajampokea Yesu kabisa, hajamwamini. Na maybe anaweza akawa labda yuko nje ya dini, au akawa pengine ni katika dini, anaweza akawa Muislamu au dini yoyote, au akawa anaamini kabisa. Ni mwanadamu wa tabia za asili. Sasa Paulo anaandika waraka kwa kanisa la Korinto. Hebu tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 3. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Barua kanisa la Korinto lisema, siwaandiki kama watu wa rohoni, bali kama watu wa mwilini. Hivi natia moyo. Unaambiwa sisemi na wewe kama mtu wa rohoni, ila kama mtu wa mwilini. Sawa, baba anakuja kusema sisemi na nyinyi kama watu wa rohoni, siwaoni kama watu wa rohoni, bali naona bado mko mwilini, mnaendelezwa na miili. Unajua katika makanisa yote ambayo yameandikwa katika Biblia, kanisa ambalo lilisifiwa kwa kuwa na matumizi makubwa ya karama ni kanisa la Korinto. Lakini hakuna kanisa ambalo lilikuwa ina changamoto kubwa mno, ina shida kubwa mno kama kanisa la Korinto. Shida yao walikuwa wanasumbuliwa na miili bado ilikuwa inawasumbua. Sawa, wamemwamini Yesu, lakini uvuguvugu bado unawasumbua. Kwa hiyo Paulo anaandikia barua, anasema sisemi na nyinyi kama watu wa rohoni, bali watu wa mwilini, kwa sababu bado naona mko mwilini, bado hameushinda mwili. Tabia za mwilini naziona. Kanisa la Korinto, ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 5, utaona kuna yule kijana ambaye alikuwa anazini na mama yake, na mama wa kambo ambaye ni mke wa baba yake, na yupo kanisani. Paulo anasema ina maana kijana huyo anayezini na mama yake wa kambo yupo kanisani, kanisa la Korinto, na ninyi mnachukuliana naye kuwa ni sawa. Kwa hiyo tabia zote zile
Simo. Ukisoma tena katika hiyo Wakorintho sura ya 11 utaona inapofika katika meza ya Bwana, walikuwa wanashiriki meza ya Bwana, ile divai wanakunywa mpaka wanalewa. Wanaona ni fahari kunywa kanisani mpaka kulewa. Kwa hiyo walikuwa wana changamoto nyingi mno. Uvuguvugu bado ulikuwa unasumbua kanisa la Korintho. Maana Paulo anawaambia sisemi na nini kama watu wa rohoni, bali watu wa mwilini bado, kwa sababu bado hamjaushinda mwili. Bado miili inawasumbua. Sisemi na nyinyi kama watu wa rohoni, bali watu wa mwilini. Mtu wa mwilini, mtu vuguvugu yuko kanisani, anasema ameamini Yesu, lakini bado ni vuguvugu. Mwili unamsumbua bado. Hajaweza bado kutoa mwili wake kuwa sadaka. Hivi inatia moyo. Tunasema na sisi, sisemi na nini kama watu wa rohoni, bali watu wa mwilini. Maana nasema sisi watu ametuonaje? Inatia moyo. Haitii moyo. Kama ametuona sisi ni wa mwilini. Lakini Paulo alikuwa na haki ya kuandikia hivyo. Japokuwa ni maneno magumu, alikuwa na haki ya kuambiwa siwaambii ninyi Wakorintho kama watu wa rohoni, bali naongea na ninyi kama watu wa mwilini, kwa sababu nikiliangalia kanisa naona bado lina changamoto. Naona ninyi bado hamjakiweza chakula, hamjakuwa bado. Hamjafika kwenye level ile ya kukana mwili, bado mnasumbuliwa. Kwa hiyo nasema ninyi kama watu wa mwilini, kwa sababu tabia za mwili zote naziona kweli. Haitii moyo. Ni lazima ufike hatua kwenye hiyo Warumi 12:1 utoe mwili wako kuwa sadaka. Usiutumikishe mwili katika dhambi, utoe mwili kuwa sadaka. Na utakapoweza kutoa mwili kuwa sadaka, hiyo ndio ibada yako yenye maana. Hiyo ndio ibada yetu yenye maana. Kutoa mwili kuwa wakfu mbele za Mungu. Kutoa mwili usiweze kutumikishwa na dhambi, ndio ibada yenye maana. Ndio ibada yenye maana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mwili tunapaswa kupiga kwa kuitisha. Tusome Wakolosai 3:5. Nasemaje? Wakolosai 3:5. Inasema, basi vijeni viungo vyetu vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani ibada ya sanamu. Viungo vyenu vifishe. Viungo vyako, mwili unapaswa kufisha. Mfano wake manake unapaswa kuzima tamaa zote za mwili, zote katika viungo vyako uvifishe. Mfano kufisha, mshangaliaga au unaonaga vile virusi vya HIV vinavyoingia mwilini vinakuwa vikali kusumbua mwili kwa maradhi. Lakini mwathirika huyu anaposumbuliwa na hivi virusi, anapoanza kutumia zile dawa za kupunguza makali, zile dawa zinaenda zinafubaza kidogo, zinafanya vile virusi vinapoteza nguvu, vinalala, vinakuwa kama vimesunzia, vinakuwa kwa wakati huo kama havina makali, kama umevifiisha vile virusi. Kwa ile dawa unapokuwa unakunywa, unatumia, inakuwa inaenda inafiisha virusi, inawadumaza, wanakuwa hawana nguvu katika mwili huo. Lakini unapoacha kutumia dawa, wanaamka, si ndio? Wanaanza kukusumbua, si ndio? Ni sawasawa na mwili. Anasema fisheni viungo vyenu. Unafisha viungo vyako, unautiisha mwili, kwa sababu mwili wa mwanadamu yoyote una tamaa, na kwa sababu umeingia katika Kristo, ule mwili umeutiisha, manake tamaa zake zote umezilaza, zimelala. Zinaweza hazikusumbui kwa sababu zimelala. Lakini unapoacha kumtafuta Mungu, unapoacha kuwa na Mungu,
zile tamaa zinaanza kuamka, zinaanza kukusumbua tena. Ukisoma katika Yakobo 4:1 anasema vita vyatoka wapi? Si humo katika tamaa zenu mfanyao vita katika viungo vyenu. Kwa kumbe tamaa za mwili zinafanya vita katika viungo vyetu, vinafanya vita katika mwili wetu. Ndimo kuna vita. Vita inatoka wapi? Si humo katika tamaa zenu, si humo. Sasa hebu tusome. Mtu mmoja akasema, wewe haujui mwili wa mwanadamu unasumbua sana. Hata Paulo ameandika hivi. Hebu tusome Warumi 7:18 mpaka 19. Sura 7 mstari wa 18 mpaka 19. Yeye anasema, kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Kwa maana lile jema nilipendalo silitendi, bali lile baya nisilolipenda ndilo nilitendalo. Silitendi, lakini lile nilipenda nalitaka. Ni mwili unanipelekesha, mwili unanisumbua. Okay, roho yangu inataka kumtafuta Mungu, lakini mwili hautaki. Mwili unanipelekesha katika dhambi. Najikuta nimefanya dhambi. Ni mwili unanipelekesha. Unajua mwili huu, hata Mungu anajua. Mwili unanipelekesha, unanitumikisha. Nifanye nini? Nifanye nini? Kwa hiyo hata Biblia inajua. Mtu anasingizia hivyo. Hata Biblia inajua. Hata Yesu alisema roho inadhi, lakini mwili ni dhaifu. Roho inataka, lakini mwili unakutumikisha kwenye dhambi. Kuushika mwili ni ngumu, kwa sababu hata Paulo anasema ya kwamba ninayotaka sitendi. Roho yangu inayotaka kutenda kumtafuta Mungu sitendi, lakini ninachoitaka kurudi katika dhambi, ndio mwili unanipelekesha. Kwa nifanye nini? Mimi siwezi. Lakini Paulo alikuwa anazungumzia mtu wa sheria. Mtu anataka kumpendeza Mungu kwa sheria, haiwezekani. Jibu lipa. Jibu kaitoa katika Wagalatia 5:16. Hebu tusome. Tatua jibu. 16. Yeye anasema, basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Enenda kwa Roho, hautatimiza kamwe tamaa zake. Maana zama katika Roho, sawa? Mwili na tamaa zake uzamishe. Roho yako zamisha katika Roho. Enenda kwa Roho, mtafute Mungu. Enenda kwa Roho, hautatimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu utakapokuwa umezama katika Roho. Unajua mwili na Roho huwa unashindana. Roho ya mwanadamu ni mwili, kuna mashindano. Sasa mshindi anategemea ni nani ana nguvu kwa wakati huo. Nani ana nguvu kwa wakati? Maana ni unapokuwa kiwango chako cha kumtafuta Mungu kidogo au kumtafuta Mungu kabisa, mtu wako wa ndani ambaye ni roho anapoteza nguvu, na kama anapoteza nguvu, mwili unakuwa na nguvu, na kama mwili unakuwa na nguvu, roho na mwili zinaposhindana, automatically mwili utakuwa juu ya roho. Maanake mwili utaanza kupelekesha wewe, haupaswi mwili kukupelekesha. Mtu wako wa ndani ambaye ni roho ndio wewe halisi. Mimi ninaponiona mtu wa nje ni mwili wangu, huyu ni mtu wangu wa nje, lakini kuna mtu wa ndani ambaye ndio mimi halisi, haonekani. Huyu sasa anapaswa ndio awe ananiongoza mimi, sio mimi niwe naongozwa na mwili. Roho yangu inapaswa ndio iwe inaniongoza. Sasa kuongozwa na roho inategemea, je, mtu wangu wa ndani ana nguvu kiasi gani? Roho yangu ina nguvu kiasi gani ili niweze kushirikisha mwili? Kwa hiyo kama roho yangu ina nguvu kidogo na mwili wangu una nguvu, maana yake ni kwamba mwili utanipelekesha nitaki nisitaki, lakini nitakapozamisha roho yangu itakuwa katika viwango vyako taratibu. Unapobidisha katika maombi, unapolisoma neno, unapokuja kanisani, katika ibada, katika mikesha, mtu wako wa ndani anapata nguvu, na kama anapata nguvu, anakuwa na nguvu zaidi ya mwili, na anakuwa na uwezo wa kumjisha mwili, na mwili anatii, kwa sababu mamlaka imesema kutoka ndani ya mtu wa ndani, na mtu ameamua si
utaenda kwenye mkesha, nimechoka, utaenda na roho inatii, utaamka uombe, mwili unasema nimechoka, unataka kulala, amka uombe, mwili utatii, kwa sababu mwili unatiishwa na mtu wa ndani. Lakini kama mtu wa ndani ana nguvu, atamtishaje mwili? Kwa lazima mtu wa ndani awe na nguvu. Ndio maana nasema sasa jibu ni ili kuweza kushinda mwili, hata enenda kwa roho, enenda kwa roho. Mtu wako wa ndani atakapoenenda kwa roho, ni mtu mwenye nguvu, ataweza kumtiisha mwili, hataweza kutimiza kamwe tamaa za mwili. Maana tamaa za mwili zitakuwa zimelala, zimetishwa, zimetishwa. Enenda kwa roho, hautatimiza kamwe tamaa za mwili, hautatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa Yesu aliposema roho iradi, lakini mwili ni dhaifu, sio kigezo cha kwamba ufuate mwili, kwa sababu hata Yesu anajua kwamba roho inataka, lakini mwili ni dhaifu. Hata Yesu mwenyewe aliposema alisema roho inataka, mwili ni dhaifu, lakini alifuata mwili, alifuata roho. Maana kwa maana kuendea msalaba, roho inataka lakini mwili hautaki, lakini ilikuwaje? Aliutisha mwili ukatii. Yesu alisema roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Alienda kuomba, mwili ni dhaifu, lakini roho yake ndiyo ilikuwa inatiisha mwili. Wanasapesi roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Na kanuni hiyo ndio nataka sisi tuenende nayo, kwamba mtu wa ndani awe na nguvu ya kumtiisha mwili. Mtu wa mwili, mtu wa nje ambaye ni mwili, kazi yake ni kutii mamlaka ya roho, na mtu wa ndani ambaye ni roho lazima awe na nguvu ya kumtiisha mwili. Asipokuwa na nguvu hamwezi, kwa sababu katika mwili kuna mashindano kati ya roho na mwili. Hivi vyote vimepingana, kwa sababu asili, kama nilivyosema, asili ya roho ni Mungu. Kwa hiyo asili ya roho inataka kutimiza mapenzi ya Mungu. Mwili hauwezi kutimiza mapenzi ya Mungu, kwa sababu asili ya mwili si haijatokana na Mungu. Asili ya mwili ni mavumbi, ni hapa duniani. Kwa hiyo kunakuwa na mashindano. Kwa hiyo ili huyu mwili awe chini, atii mamlaka, ni lazima roho awe na nguvu. Kwa hiyo anasema enenda katika roho, utakuwa na nguvu ya kumtiisha huyu mwili, hautatimiza kamwe tamaa zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima tuenende katika roho, wala si kwa sheria. Sheria haiwezi. Hebu tusome Wakolosai 2:21 mpaka 23. Wakolosai 2:21 mpaka 23. Msigusi mambo hayo yote, huharibika wakati wa kutumiwa, hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Mstari wa 23. Mambo hayo yanayoonekana katika namna ya ibada mliyojifungia wenyewe, na katika kunyenyekea, na katika kutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kujizuia tamaa za mwili. Siguse, msishike hiki pamoja na kwamba mtajiwekea mafundisho ya kujaribu kuutiisha mwili, kwamba imeandikwa usiibe, usizini, usitamani. Hizo ni sheria. Kwa hiyo unapojifunga katika hizo sheria, anasema haiwezi kamwe kutimiza tamaa za mwili. Haiwezi. Tamaa za mwili zinatiishwa kwa kuenenda katika roho, kwa kumfuata roho. Hapo ndipo kwa kumfuata roho. Na kama vile mgonjwa wa HIV ambaye ndani yake virusi vinamsumbua, anapotumia zile dawa za kufubaza, vile virusi vinalala, vinakuwa havina madhara katika mwili. Nimefananisha na tamaa za mwili. Kila mwanadamu duniani anazo tamaa za mwili, anazo tamaa za mwili, kwa sababu una mwili, mwili una tamaa zake, una tamaa zake. Kwa hiyo unapokuwa umejaa roho ndani yako, hiyo ndio dawa.
Hiyo ndio dawa. Tamaa za mwili hazina nguvu, zimelala. Unapoanza kupunguza kumtafuta Mungu, kiwango cha Roho Mtakatifu ndani yako kinapungua na kinaondoka kabisa. Zile tamaa za mwili zilizopo katika mwili wako unakuwa ni sawasawa, unaziamsha, na zikishaamka zinaanza kukusumbua, zinakutumikisha. Unajua, mbona niliweza mwili, mbona sasa hivi mwili unaanza kunisumbua? Ni kwa sababu umepunguza kiwango cha kumtafuta Mungu na umeamsha tamaa. Kwa hiyo kumbe, ukizidi katika kumtafuta Mungu, ukizidi kuwa katika roho, unazitiisha. Unapopunguza kiwango chako, zinaamka na zinakusumbua tena. Bwana asifiwe. Kwa lazima tuutiishe mwili tamaa zake. Some katika kitabu cha Warumi 13 na mstari wa 14. 13 mstari wa 14. Biblia inasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Rudia tena. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo, wala msiuangalie mwili hata kuwasha tamaa zake. Yesu Kristo, msiuangalie mwili hata mkawasha tamaa zake. Kwa lazima umvae Kristo kwa kweli. Usiseme tu mdomoni, umvae kweli. Kristo aonekane ndani, Kristo awe kamili katika moyo wako. Umvaeni Kristo, usiuangalie mwili hata mkawasha tamaa zake. Kuangalia mwili si kutazama mwili. Kuangalia mwili ni kuanza kujali na kumzingatia mwili. Maana yake ni kwamba kama nilivyosema, mwili una tamaa. So mwili unatamani, unaanza kujali mwili kwa kuanza kuupa tamaa. Tamaa ya mwili nao tamani. Mwili unatamani hiki, unasema hebu ngoja nipe mwili. Kumbuka, nia ya mwili si uzima wa milele. Unaamsha tamaa zake. Mvae kweli Kristo, jikane kweli. Mwili wako weke wakfu kwa Mungu, utoe kuwa dhabihu kwa Mungu. Usiutazame hata ukaamsha tamaa zake. Kwa lazima ujikane, mwili wako utoe sadaka mbele za Mungu. Ndiyo ibada yenye maana. Usiuangalie mwili. Maana yake ni kwamba mtu aliyemvaa Yesu Kristo ni mtu wa maombi. Maana yake unataka kuomba, mwili unasema nimechoka. Unasema kweli nimechoka. Mwili wangu umechoka. Unalala. Unaanza kuangalia mwili. Nataka nifunge. Lakini unaanza kuonea huruma mwili. Kiwango chako cha roho kinapungua. Na kama kinapungua, unaanza kuamsha tamaa zake. Na tamaa zikishaamka, mwili unaanza kukusumbua. Anasema kama nilisema, dawa ni kuwa katika roho, ni kuenenda katika roho, na ndio kumvaa Kristo. Anasema mvaeni Kristo, mvaeni Yesu kikweli katika mioyo yenu. Utakapomvaa Kristo, mambo ya mwili umeyaweka kando. Mwili wako umeutoa sadaka mbele za Mungu, maana haufuati tamaa zake. Mvae Kristo, siuangalie mwili, utaamsha tamaa zake. Bwana sifa. Tumalizie na Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4. Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 na mstari wa 4. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Anasema kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Sote hapa miili yetu lazima tuitiishe, ni lazima ujue. Kwa hiyo usiseme mwili unanisumbua, unanipelekesha na shindwa jinsi gani ya kuuweza mwili, na shindwa jinsi gani
utiishe mwili, unatakiwa ujue. Useme nashindwa. Kila mmoja wenu ajue, utafute namna ya kujua. Ni lazima ujue jinsi ya kuuweza, lazima uweze. Kila mmoja wenu ajue jinsi ya kuweza mwili wake. Lazima uweze mwili wako. Usipouweza mwili wako utakusumbua. Kwa kila mmoja wenu ajue jinsi ya kuweza mwili wake katika utakatifu. Lazima udumu katika utakatifu. Katika utakatifu na heshima. Lazima mwili wako uwe katika heshima. Hata mavazi. Sababu wewe ni hekalu la Roho. Kwa hiyo mwili wako ni lazima upe heshima. Hiyo ni nyumba ya Mungu, ni hekalu ya Mungu hiyo. Kwa lazima likae katika heshima. Lazima uvae mavazi mazuri yenye heshima. Lazima ukae katika utakatifu. Lazima ujiweke wakfu na utoe mwili wako wa sadaka. Kila mmoja wenu ajue jinsi ya kuweza mwili wake. Unauweza mwili wako kwa kueneza katika Roho, kwa kumvaa Kristo kweli kweli, na kufananisha na mwili wako kuwa sadaka mbele za Mungu. Umeutoa kuwa dhabihu mbele za Mungu. Hiyo ndio ibada yako yenye maana, ndio ibada yako ya msingi. Kabla ya ibada zote, kuutoa mwili wako kuwa dhabihu ndio ibada yako yenye maana, ndio ibada yenye msingi namba moja. Mpaka hapa katamati, nakaribisha maswali kama kuna mtu ana swali kuhusu ibada yenye maana ambayo ni mwili wako, ambalo ni hekalu la Mungu, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Karibu maswali.